tumalize na hili kabisa. Harmonize na Mbosso wanaachia video yao usiku wa leo saa 2 usiku, wameachia teaser. Kwa kuitazama kile teaser, unajisikia vipi ile video? Low budget, low quality ya video. Video haijatoka umeshaona ni low budget na low quality. Wewe uliona promo? Wote tumeona promo. Tulichokiona kwenye promo ndicho tutakachokwenda kukiona mimi. Ile quality tuliiona kwenye promo ndio quality tutakwenda kuiona mimi. Ninachokizungumza wewe unaweza usikielewe. Na shabiki wa kawaida anaweza asikielewe. Lakini leta class ya Harmonize, ilete level ya Harmonize. Tunatamani kumuona Harmonize akishuti video level ya Zuena, level ya Yatapita, level ya Komasava. Tunawish kumuona Harmonize akiwa huko. Hii video niliyoiona, hii promo ambayo nimeiona ni video ya kawaida sana. Director nani? Director Ken. One of the best directors kwa Tanzania. Who told you that? Who told you that kwamba Director Ken one of the best director? Kwa kuweka zile rangi kama za kucha au nini? Kuweka zile kalakala zile. Kumfanya mtu awe mwekundu ndo best director. Kumfanya mtu awe mwekundu ndo best director na ndo namna ya kufanya video nzuri. Wewe video za Nigeria unaziona uziona? Of course tunaziona. Can you compare na video za Anscan? Anscan nani director Ken? Umejaribu compare video za Diamond ametaja Zuena na nini, kuna video kadhaa ambazo Ken amezifanya za Diamond. Very good. Now you have come to the point. Angalia, jiulize, huyu Diamond kuna kitu inabidi tumuulize. Angalia video zote hizo shoot director Ken akiwa na Diamond. Mchukua huyo Ken aliyekwenda kushoot video za Harmonize. Pima quality. Ni sawa? Unataka kusema za anazoshoot kwa Harmonize? Sio kwa Harmonize. Anazoshoot kwingine kote. Video ni quality yake ni ya kawaida. Lakini angalia video anazoshoot kwa Diamond. Quality yake ni kubwa. Hili ni swali ambalo kama shabiki sio shabiki maandazi, unaangalia kwa macho mazuri, utaona video za Diamond anatumia director huyo ambaye Harmonize inawezekana anamtumia, Rayvanny anamtumia na wengine wanamtumia, lakini video za Diamond zina quality kubwa kuliko zao na director ni huyo na vifaa ni hivyo hivyo. Umewahi kujiuliza hiyo swali? Changanua, pata majibu. Hebu nichanganulie nipate majibu kwenye hilo. Diamond kwanza anaweka bajeti ya kutosha. Ukiweka bajeti ya kutosha, manake kwanza huna speed ya kushuti. Moja ya vitu ambavyo vinakandamiza production ya Tanzania ni speed ya kushuti. Jua linazama, wanakimbizana na jua. Lizame wamemaliza kushuti. Wenzetu jua linazama, limezama hapa tupate vizuri. Tuweke labda lenzi ya 50 ili tupate mwanga. No. Tutashuti kesho. Posho zenu hizi hapa sambaeni. Watu wanasambana, kesho wanakuja kwa seti ile wanashuti. Na ndio maana kuna video za Bongo unazitazama, shot ya huyu ina ungavu. Shot ya huyu huku mwingine anayejibizana naye haina ungavu. Ni kwa sababu huyu ilishutiwa saa 11, huyu ikashutiwa saa 12:30. Huwezi kupata picha sawa. Hapa naongea taaluma kubwa sana. Shabiki maandazi hawezi kunielewa. Naongea taaluma ya video production. Aliyeshuti saa 11 na akaja kushuti saa 12 ni picha mbili tofauti. Aliyeshuti saa 5 asubuhi na saa 4 na aliyekuja kushuti saa 7 mchana ni picha mbili tofauti. Haijalishi utatumia diffuser, utatumia vitu gani na nini kujaribu kulevel, lakini you cannot get the same picture ya saa 4 na saa 7, saa 5, saa 9 mchana. Huwezi hata siku moja. Chukua simu yako, nenda kampige mtu video saa 4 asubuhi au picha saa 4 asubuhi. Huyo mtu njoo mpige location ile, mpige saa 9 mchana.
utapata picha mbili tofauti, na simu yako ni ile ile, na mtu ni yule yule, location ni ile ile, mavazi yale yale, lakini utapata picha mbili tofauti. Sasa madirector amini wasanii wa Bongo wengi wao sasa kosa lao ni kwamba anakimbizana na muda kusave budget. Anaogopa kushuti siku 2 mfululizo kwa seti moja, kwa sababu anajua kesho atawalipa tena watu wa production, atawalipa wasanii, atawalipa watu wa makeup tena, atawalipa extras, atalipa location upya. Kwa hiyo wana save budget, wanakimbizana na muda. Ukikimbizana na muda huwezi kupata quality ile ile. Okay. Ndio maana nenda kaangalia video ya Harmonize yoyote ile au ya Rayvanny yoyote ile, kaangalie, utaona kuna sehemu unaona hapa director alipiga picha nzuri. Utaona ikija kuna kipande utakiona director hapa picha haikuwa nzuri. The same location. Same location. Tatizo ni time. Kwa Diamond yukoje sasa? Ndio nakuja kwenye majibu sasa. Diamond yukoje? Time ni kushuti saa 11, saa 11 na nusu, 12 kasoro. Pale manake jua linaondoka. Ikifika ule muda Diamond anailisha set. Mimi nimefanya research. Ikifika ule muda Diamond anailisha set. Kila kitu kinabaki pale pale. Namna walivyofanya ile set ya location na nini na kila kitu wanakiacha vile vile. Watu wanapewa posho zao na director atalipwa upya, cast watalipwa upya walivyolipwa leo. Na kesho wanakuja muda ule ule. Sio eti kwa sababu tumeilisha kesho tukutane saa 5, tuvunge tushuti. Hakuna. Muda ule ule wana shoot. Kwa hiyo unapata same picture. Ndio maana Diamond anawapiga gap. Hana haraka kwenye kushuti video zake. Hakimbizani na muda, hakimbizani na bajeti. Wasanii wengi wanakimbizana na bajeti. Anajua kesho, leo ametumia milioni 2. Anajua akiilaza kesho ni milioni 2 nyingine, na hapo set haijaisha. You get the point? Nimetoa elimu ambayo watakao nielewa ni watu wa production. Huyu cameraman ndio atanielewa. Wewe usikunielewa. Ila kwa haraka video ya Harmonize na Mbosso low quality. Low quality. Mimi nimeona set tofauti, picha tofauti. Quality ya kawaida. Kwa level ya Harmonize. Kwa level yangu mimi, level ya kina Tundamani, level ya kina Dayo, level ya kina ni kawaida, ni nzuri. Kwa level ya Harmonize ni ya kawaida. Mchukue Harmonize aliyeshuti ile video kule Nigeria. Mchukue Harmonize aliyeshuti video tofauti na kina Burna Boy na kina nani. Mchukue Harmonize aliyeshuti hizi video anazoshuti sasa. Jiulize wewe mwenyewe. Kuna msanii wa WCB ushakumsikia anapiga chaka tu chaka? Do you know why? Unadhani hawakutamani? Walitengenezwa katika klasi na waliishi katika klasi nzuri ambayo wewe mwenyewe katika nafsi yako unaona mimi si deserve chaka tu chaka. Hata unipe milioni 10. Si deserve chaka tu chaka. Ndio maana wasanii wa WCB hakuna hata mmoja umesikia kilio cha chaka tu chaka. Angalia wasanii wa WCB kesi zao, alafu angalia kesi za wasanii wa kina Harmonize na Rayvanny kesi zao. Mbingu na ardhi. Chukua hii. Kesi ya Harmonize wakati anatoka WCB analalamika kulipishwa milioni 600. Kesi ya Harmonize analalamika kulipishwa milioni 600 wakati anatoka WCB. Hiyo inakupa picha gani? Kwamba Diamond aliwawezesha hawa wakawa na fedha, wakawa matajiri. Wasingetoka pale kama wasingekuwa na fedha. Hayo mambo ya kelele ya kusema kwamba sijui nilichangisha fulani, no, asikudanganye mtu. Walikuwa na uwezo wa kulipa na ndio maana walitoka. Sio, unaelewa? Rayvanny anajisifia kila siku ametoka amelipa billion point something. Do you think alienda kukopa alafu akaenda kuilipa ile? Hakuna kitu kama hicho. Ni fedha ambayo yeye alikuwa nayo. Lakini Diamond aliwatengeneza wao kuwa biashara. Yaani utofauti ni kwamba Diamond aliwatengeneza wao kuwa biashara. Wao wamewatengeneza wasanii wao kutokuwa biashara. Na ndio maana msanii anaenda kupiga chaka tu chako, sababu sio biashara. Msanii akiwa biashara huwezi kumuona anaenda kupiga chaka tu chaka. Huwezi hata siku moja. Huyo Rich Mavoko tu alijitetea akasema chaka tu chaka zinalipa. Mbona before kabla ya kudrop hakupiga chaka tu chaka? Zilikuwa hazilipi kipindi kile yuko kwenye piki. Chaka tu chaka zilikuwa hazilipi.
Asikudanganye mtu akakwambia chaka tu chaka sijui nini. Chaka tu chaka ni failure. Ukimsikia msanii anapiga chaka tu chaka ni failure. Nenda kamchukua Diamond kampigisha chaka tu chaka. Harmonize Rayvanny mwenye si ule pale. Mchukua nenda kampigisha chaka tu chaka. Wamebaka majukumu. Yaani Rayvanny na Harmonize wameabaka majukumu kabla ya wakati. Yaani sana mtoto mdogo mwenye miaka ambayo hajabale ile miaka chini ya 18 anataka kudate na limama la miaka 40 lishangingi lililochoka. Utamudu wewe? Utamudu? Huko under 18 unataka kudate na limama la miaka 40 35 utamudu? Kwa sababu gani? Unaenda kwenye kina ambacho sio chako. Harmonize, Rayvanny walibaka majukumu. Wao hawakustahili kuanzisha hizi lebo. Okay. Hawakustahili kuanzisha hizi lebo Harmonize pamoja na Rayvanny kwa sababu wao wenyewe kwanza walikuwa hawajajipata. Wao wenyewe hawajajipata, bado wana struggle. Hizi fake wamepiga mapicha sijui nini, zisikudanganye. Wao wenyewe walikuwa wana struggle wakati wametoka WCB. Wamelipa hela, wanahitaji na wao kuinvest tena hela kwenye kazi zao. Alafu hapo na wewe unatafuta msanii uweze kuinvest. Hebu nipe wewe investment ya Mac Voice ambayo wewe unaweza kuniambia Pimbi, hii ni investment ya milioni 100 kwa Mac Voice. Kitu gani kimefanyika kwa Mac Voice wewe hujakiona? Nipe investment ya milioni 100 ya Mac Voice. Nipe. Uniambia hii project ilichukua milioni 100. Nipe. Zile videos ambazo wanafanyia ni video fulani expensive. Ni video wamefanya, director ni yule wa kwake, Alice Msava. Wanalipia tu location na props na wasanii. 3 million, 4 million, 7 million enough. Sisi tunajua vitu bana. Zamani ndio walikuwa na uwezo wa kutudanganya wakatupiga makofi ya kushoto na kulia bila kuona. Sasa hivi hakuna giza, kila mtu anajua. Kila kitu kiko open. Rayvanny ile music video iko chini yake. Yule Alice Msava anayeshoot zile video pale na Silver Music yuko chini ya Rayvanny, anashirikiana na Rayvanny. Cost pale ni location, props na cast, kuwalipa usafiri, chakula enough. Ambao unaweza kukuta ni 5 million, 4 million. Amemaliza kwa Rayvanny kushoot music ya Mac Voice. 4 million, 5 million. Tena hapo ametoa kweli kweli. Lakini ukienda kuchimba unaweza kukuta hata milioni 2. Okay. Nipe video yote ya Mac Voice ambao wewe unaweza kusema hii investment yake ilikuwa kubwa. Ukiangalia location na kila kitu, props na kila kitu. Nipe kama sio kuvaa nguo zile za kushanishai. Nipe hapa. Nipe video za Ibra ambazo unaweza kaniambia hizi zilikosti milioni 10. Nipe. Lakini wao wakati wakiwa kwa Diamond, Harmonize amepelekwa mpaka South Africa. Bado ndo kwanza anatambulishwa, kaenda South kushuti video mpya. Kaangusha mpaka na lipikipiki la madola kibao. Ndo kwanza wanatambulishwa. Wamepelekwa South kushuti video ya gharama. You see tofauti? Wao wanawashutisha wasanii wao hapa na madirector wa hapa ambao ni madirector wao wanawamiliki kwa vifaa vyao. Unataka kutuambia umeinvest? Uja invest. Okay. Rayvanny hawezi kuja hapa akaniambia mimi Mr. Pimbi nimeinvest sana kwa Mac Voice. No. Ukiniambia umeinvest, tunapima investment ulioinvest kwa Mac Voice na investment ambayo Diamond aliinvest kwako. Nipe media tour ya Mac Voice ya nje ya Tanzania. Give me that. Nipe media tour ambayo uliona Mac Voice akiifanya nje ya Tanzania. Nipe media tour au tour yoyote ya Mac Voice nje ya Bongo. Nipe. Ambao tunaona hata labda Mac Voice alienda Morogoro, alienda labda kana event hii kwa ajili ya kumpushi. Hivyo ndo namna ya kumpushi msanii. Huwezi kumpushi msanii umeishia tu kwenda TV, umepeleka huku, umepeleka na TV, umerudi, then what? Nani asiyejua zile media tu hapa Bongo hazilipiwi? Nani asiyejua? Kwa sababu TV zote za Bongo zinataka airtime, zinataka content. TV zote za Bongo zinataka content. Hakuna TV utakao kwenda kwenye eti umelipia eti hapa nililipia. No, hakuna. Tusidanganyane. Hakuna. Toka hapa nenda Nigeria. Ndio tutaamini wewe umefanya media tour. Unaona Diamond alikuwa anapeleka Nigeria.
We Mac Voice mpaka anatoa ngoma hiti zote mpaka anaondoka. Nipe kolabo ya msanii mkubwa hata mmoja. Rayvanny mwenyewe kuna Mbosso mule. Mbosso? Nimekuambia international. International. Nipe. Hapo scoop. Wao wametoka tu mapema, wamefanya kolabo na wasanii wakubwa. Wametoka tu mapema. Safari za Nigeria zilikuwa hapa na pale. Guys, we need to put some respect kwa Diamond Platnumz. Yani I'm telling you, huyu jamaa siku akifa ndo siku tutakuja kubaini kwamba kumbe ile jamaa lilikuwa linawekeza kweli kweli. Kumbe huyu jamaa alikuwa anaweka fedha kweli kweli. Hawa wengine ni waongo. Ni waongo. Hakuna lebo, hakuna nini. Okay. Sasa kwanza sikiliza hii scenario. Mac Voice anasema alimfuata Rayvanny, akazungumza naye, Rayvanny akamwambia mpaka niongee na Java. Wewe una note nini hapo? Kwamba kuna mtu juu hapo. Kuna mtu? Juu. Kwa hata hivi viburi unaona magari wanatembelea TV hiyo mijengo. Sio vya kwao. Wanatuvimbia tu mjini. Wanatuvimbia tu, wanatupiga tu misumari ya kichwa basi. Kuna scenario pia alisema Mac Voice kwa wakati eti wao wanatoka pale akaenda kwenye laptop akaangalia akakuta kuna $30 ambayo ilikuwa kwenye account yake ya digital platform zote. Na wakati huo anasema aliumia kwa sababu kipindi hicho ambacho anakuta hiyo $30 ambayo sana milioni 70 60 na kitu hivyo. Na hakuwa amepangiwa nyumba. Kwa hii scenario, Rayvanny tunadescribe vipi? Mtu mwenye uchu na pesa, mchoyo ama vipi? Unajua kuna vitu viwili lazima tuvielewe. Wakati Diamond anaanzisha lebo, alianzisha lebo kwa madhumuni ya kibiashara. Hawa wakina Rayvanny, wao wakati wameanzisha lebo, wameanzisha ili wao wafanikiwe. Diamond alianzisha kwa lengo la biashara. Biashara manake mimi na wewe tunaifanya biashara. Tutafanya biashara. Wewe utanufaika, mimi nitanufaika. Haijalishi wewe utanufaika kiasi gani na mimi nitanufaika kiasi gani, lakini wewe utanufaika na mimi nitanufaika. Na ndio maana hakuna msanii aliyetoka pale WCB akatoka na njaa. Hayupo. Wote tunahesabu kama Lavalava ndio msanii ambaye hajafanya vizuri sana kwa ukikompea na wasanii wa pale WCB. Ndio huwa watu wanahesabu hivi. Lakini ni maskini. Anatia huruma. Njoo kwa Ibra wakati anatoka Konde Gang. Njoo kwa Mac Voice. Nenda kwa kina Vanilla. Ni shida. Ni basi tu watu wanaishi maisha ya kuigiza. So hawa wasanii hawakuanzisha, Rayvanny hakuanzisha lebo kwa ajili ya kufanya biashara. Alianzisha lebo kwa ajili ya kujinufaisha. Na ndio maana unaona kelele zote hizi. Kwa sababu kama angekuwa ameanzisha lebo Rayvanny ya Next Level Music katika mfumo wa kibiashara, maana yake angewekeza. Kama ungewekeza, ungehakikisha kijana anaishi katika mazingira mazuri ili wewe ufanye biashara. Kwa sababu huwezi kumtoa msanii kama Mac Voice alafu usimweke katika mazingira mazuri, usimweke katika klasi nzuri, utegemee kufanya biashara. Kwa hiyo walitaka kunufaika na hizo $30 ambazo Mac Voice anasema aliziona, alafu zote ziingie mfukoni. Alafu mwambie msanii kwamba biashara yako hailipi. Walitaka kujinufaisha wao na sio kufanya biashara. Na ndio maana wamekuwa waoga wa kuinvest. Na wamekuwa waoga hata kuinvest kwenye biashara zao. Angalia graph ya Rayvanny wakati akiwa Wasafi. Angalia graph ya Rayvanny baada ya kutoka Wasafi. Tusiwe wanafiki. Na siku hapa kwa ajili ya kuongea unafiki. Tuangalie graph ya Rayvanny wakati akiwa Wasafi. Angalia graph ya Rayvanny baada ya kutoka Wasafi. Wewe pima, pata majibu wewe mwenyewe. Nisiseme mimi mkanita mnafiki. Maki amchelewi chawa huyo kashakula hela. Sisemi. Mseme nyinyi. Pimeni graph ya Rayvanny akiwa pale Wasafi chini ya Diamond. Graph yake muipime. Pimeni graph ya Rayvanny baada ya kutoka Wasafi. Sasa anajitegemea akiwa na Next Level Music. Jibu baki nalo wewe. Mmezoea kutuita machawa. Tushaokota. Sasa jibu baki nalo mwenyewe. Comment hapo chini. Okay. Kwa ku-include kwa kulimaliza kabisa. Kama ungepata nafasi kutana na Mac Voice sasa hivi ni kitu gani ambacho mimi kwanza yule kijana muonea huruma sana kwa sababu alijitahidi kuwatafuta BASATA.
na of course mimi nilimdirect. Yes, alinitafuta Mac Voice. Na wakati Mac Voice ananitafuta, nilimtafuta pia Rayvanny. Huu sio unafiki. Hata Rayvanny anajua. Mimi Mac Voice alinitafuta kandalalamikia shida yake. Nikamtafuta na mimi Rayvanny. Nikamwambia Ray, mwache mtoto afanye shughuli zake, mwachie tu. Tushamalizana, haina shida. Ndio jibu alilonijibu mimi Rayvanny. Kumbe chini ya carpet hajamalizana. Sio, umeelewa? Kwa hiyo baada ya kuona Rayvanny anaweka ugumu, mimi nikamwambia Mac Voice, nenda BASATA watakusaidia. Tena ule uweze amini Mac Voice mpaka anakuja kufanya interview ni maji amefika shingoni. Kwani Mac Voice amekaa muda gani? Ameshindwa kwenda kwenye media kuongea? Rayvanny anapaswa kuliangalia hilo. Mac Voice amemheshimu sana Rayvanny. Alijitahidi sana kumtunzia heshima yake, asishushe brand yake. Na ndio maana hakutaka kuongea kwenye media yoyote. Na mimi nilimdirect nikamwambia nenda BASATA. Kimya kimya. Ameenda BASATA, wamemzungusha wala kina mapana. Sio, umeelewa? Sasa mnamzungusha kijana watu maskini ya Mungu. Nyinyi ndio BASATA. Nyinyi ndio mnatakiwa kumsaidia msanii mchanga maskini ya Mungu. Unajua kuna watu wajinga. Whether amekosea au hajakosea, wewe BASATA ndio mzazi. Yaani Mac Voice hao amepatia, hao amekosea. Kosa liwe kwa Rayvanny, kosa liwe kwa Mac Voice. Wewe BASATA ni mzazi. Anakujaje mtu anahitaji msaada, wewe unazunguka unakona kona. Sio, umeelewa? Lakini likija mambo mengine, BASATA wako mstari wa mbele. Watafungia nyimbo, watakuita, umevaa nusuchi, umevaa kaptula kifupi, umefanya hivi. Tulia, nenda karekebishe. Wimbo wako, video yako umeshoot hivi, content yako sijui umefanya hivi. Sheria za nchi haziruhusu. Utamaduni wa nchi hauruhusu. Wako mbele sana kukosoa hivyo vitu. Lakini nenda, una changamoto, unahitaji wao wasimame front wakusaidie. Hawasimami front, wanakaa nyuma. Sasa BASATA utakiwa kumsaidia Mac Voice kwenye hili swala. Wakakaa nyuma. Na ndio maana umeona Mac Voice amevumilia, akaona bora aongee kwenye vyombo vya habari.